Kuzingatia malengo na matarajio ya dira 2050 katika kipindi cha miaka mitano ijayo, miradi ya uwekezaji itachaguliwa kwa kuzingatia vigezo vitano vifuatavyo. Kwa ili tumkaribishe mwekezaji hapa, vivyo vigezo ambavyo tutavizingatia. Tutazingatia vigezo ambavyo vipo kwenye dira. Dira imeshatuainishia tayari vigezo vitano vya msingi. Kwanza, tunataka tuangalie huo mradi una uwezo na fursa kiasi gani ya kuzalisha ajira kwa wingi. Kwa hiyo mradi ambao utazalisha ajira kwa wingi tutaipa kipaumbele. Pili, uwezo na fursa ya kuongeza mauzo ya bidhaa za Tanzania nje ya nchi. Hili ni eneo la pili. Lakini la nne ni nafasi ya sekta kukua na kuchochea ukuaji wa sekta nyingine. Kwa hiyo uwekezaji wako unachochea vipi sekta nyingine? Kwa mfano, unavyowekeza kwenye kilimo, tunataka kuona uwekezaji kwenye kilimo uchochee uwekezaji katika viwanda. La nne, nafasi ya uwekezaji huo katika kuongeza thamani, value addition. Tunataka as a country tusafirishe bidhaa kwenda nje ya nchi, bidhaa ambazo zimeongezwa thamani. Hii habari ya kusafirisha bidhaa ambazo unasafirisha wanaita raw materials, hapana. Tunataka bidhaa zetu zisafirishwe nje zikiwa zimeongezwa thamani. Ndio maana tumewekeza sana kwenye upande wa madini. Tunasisitiza wawekezaji wakija hapa, sio tukija kuchimba madini hapa. Unachimba madini, unaenda kuongeza thamani, wanaita benefication hapa Tanzania. Badala ya kusafirisha madini kutoka kwenye mgodi moja kwa moja bandarini, kutoka kwenye mgodi uende kwenye kiwanda ndio uende bandarini. This is the new policy ambayo Mheshimiwa Rais ametuelekeza tuisimamie. Na namba 5, fursa ya sekta katika kukuza mapato ya serikali. Unaelewa? Fursa ya sekta katika kukuza mapato ya serikali. At the end of the day, serikali lazima iwe na uwezo wa kuhudumia wananchi wake. Sasa uwezo huu unapatikana kwenye mapato. Kwa lazima mapato ya serikali yaende kukua. Kwa hiyo tukitathmini uwekezaji wako, tukagundua kwamba unatupa kodi ya kutosha, huo uwekezaji lazima upewe kipaumbele, kwa sababu unaenda kujenga uwezo wa serikali wa kuongeza mapato. Kwa hivyo ndivyo vigezo vitano ambavyo tunavizingatia. Hata nyinyi waandishi wa habari mnapotathmini, angalieni haya mambo matano, ndio muhimu sana kwa nchi katika miaka mitano, kwa kweli katika miaka 25 ijayo, kwa kuzingatia dira yetu. Na kwa kuzingatia vigezo hivi, uwekezaji ambao utapewa kipaumbele utazingatia maeneo yafuatayo. Moja, kilimo na uchakataji wa mazao ya kilimo. Kilimo bado ni sekta muhimu katika nchi yetu, na bado potential yake hatujaitumia vya kutosha. Kwa hiyo uwekezaji katika sekta ya kilimo utapewa kipaumbele. Uzalishaji wa bidhaa muhimu kwa matumizi ya ndani na ambazo tunaagiza kutoka nje. Hapa kuna bidhaa nyingi tunaagiza kutoka nje. Ukiangalia takwimu za mwaka 2024, tuliagiza nje takriban bidhaa 96 zenye thamani ya shilingi takriban trilioni 15. Tumetumia trilioni 15 kuagiza bidhaa kutoka nje, bidhaa 96, na wataalamu wameshafanya uchambuzi. Zipo bidhaa ambazo tuna uwezo wa kuzizalisha ndani, na tumetambua angalau kwa haraka bidhaa 8, na tukifanya hivyo tuna uwezo wa kuokoa takriban shilingi trilioni 2.5 kwa haraka kabisa. Badala ya kupeleka hizi fedha nje, fedha hizi zizunguke ndani, zitazalisha ajira, zitakuza uchumi. Kwa hivyo tumeamua kwamba bidhaa hizi, tulikuwa tunayo sukari, lakini sukari tumeiondoa kwa sababu kuanzia mwaka kesho Tanzania itakuwa inajitegemea kwa uzalishaji wa sukari. Kwa hiyo tumeiondoa. Tayari bidhaa ya kwanza kabisa ilikuwa sukari. Sasa kuanzia mwakani viwanda vyetu vimepanuliwa sana. TPC, Kilombero, Kagera Sugar, vyote tumeanzisha viwanda vipya hapa Bagamoyo, kule Morogoro, na kuna wawekezaji wengi pia wanaenda kuomba vibali vya kuwekeza kwenye sukari. Kwa sukari kuanzia mwaka kesho 2026, hatuhitaji kuagiza sukari kutoka nje. Sana tutakuwa tunapambana kutafuta masoko ya kuuza sukari nje. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba hili limeondoka. Bidhaa ya pili ambayo tunataka tupambane ni mafuta ya kupikia.
tunaagiza mafuta ya kupikia mengi sana, wakati nchi yetu ina nafasi nzuri ya kuzalisha alizeti. Mafuta ya alizeti ni mafuta ya high class, yanahitajika sana hata kwa wenzetu kule. Kwa hivyo nataka kuanzisha mashamba maalum na viwanda maalum kabisa kwa ajili ya kuzalisha mafuta ya alizeti. Hata tuna wawekezaji wa kutosha, wanakwenda Dodoma, wanakwenda Singida, wanakwenda Kigoma na maeneo mengine kwa ajili ya kuanzisha ili kulima alizeti. Sasa hivi changamoto ambayo tunayo hapa ni kwamba tuna viwanda vya alizeti hapa vya kuchakata mafuta ya alizeti, lakini havina raw materials, malighafi hamna. Kwa hiyo vinazalisha miezi 3-4 vimefungwa. Kwa hiyo ambacho strategy ambayo tunakuja nayo mkakati ni kwamba kuwe na value addition. Wao wenye viwanda wawe na mikataba na wakulima. Kwa hivyo unalima kama wafanya kwenye miwa, unapewa shamba, unalima kwa lengo la kulisha kiwanda, unakuwa na mkataba wako kabisa. Wakulima wengi wakishakuwa na uhakika wa soko watalima. Kwa hivyo hili ni eneo ambalo inaitwa value chain. Unaanza kwenye shamba mpaka kwenye kiwanda. This is a new strategy ambayo tunakuja nayo ili tuweze kujitegemea kwenye eneo la mafuta ya kupikia, hususan mafuta ya alizeti, kwa sababu tuna bidhaa hapa. Nyingine ni ngano. Bado tunaagiza ngano nje karibu 90%, na nafasi ya kulima ngano Tanzania ni kubwa. Ngano inatumika kwenye maeneo mengi sana, nyinyi mnafahamu hapa. Vyakula mnavyokula vingi ukishika tu katika vyakula 5, 3 mpaka 4 vitakuwa ni ngano. Iwe ni mkate, iwe ni kwenye mabia huko wapi, ngano inatumika mno. Na tuna nafasi nzuri ya kulima ngano. Nataka tuvutie uwekezaji kwenye eneo la kulima ngano ili tuachane na habari hii ya kuagiza ngano kutoka nje. Mambo mengine kama furniture na kadhalika. Kwa yote haya tumezitambua bidhaa ambazo tunaenda kuweka nguvu ya ziada ya kuweza kuzalisha nje ili kujitegemea katika maeneo haya na kupunguza matumizi ya fedha za kigeni kuzipeleka nje, lakini pia kuchochea uwekezaji ndani na hivyo kuchochea swala la ajira. Eneo la tatu ni ufugaji. Lazima kuanzisha malisho ya mifugo, ranchi za kibiashara. Tuna mifugo mingi hapa, sisi ni nchi ya pili nadhani kwa wingi wa mifugo barani Afrika, lakini bado ufugaji wetu sio ufugaji, ni uchungaji. Kwa swala la kubadilisha uchungaji kwenda ufugaji ni swala la muhimu, ili ng'ombe moja aweze kuzalisha maziwa ya kutosha. Tuna viwanda vya maziwa hapa, lakini ukiongea na kina asasi wanapambana kutafuta maziwa. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Tumechochea viwanda, wanajenga, halafu raw material kwa maana ya malighafi inakuwa hamna. Sasa hili ni eneo ambalo tumeona kama ni fursa kubwa, lazima tuwekeze katika swala zima la ufugaji wa kisasa. Kwa hiyo ni eneo ambalo tutaenda kupewa kipaumbele kikubwa sana kwenye eneo hilo. Na ranchi zetu ziendeshwe kibiashara. Tuna ranchi hapa. Nyinyi mnazifahamu, ukienda hapo Kongwa, maeneo mbalimbali. Tuna ranchi nzuri tu, lakini kwa kweli haziendeshwi kibiashara. We have to transform these ones into commercial entities. Zifanye biashara, wapewe watu wa sekta binafsi ziendeshe, ambao wanaweza kufanya vizuri zaidi. 4 ni uvuvi na ufugaji wa samaki. Na tayari ukienda Mwanza kule, swala la vizimba limeanza kupamba moto, lakini eneo ambalo pia tunahitaji kuliboresha. Uwekezaji mkubwa sana kwenye uvuvi wa kisasa. Ndio maana serikali inajenga bandari ya kisasa ya uvuvi pale Kilwa. Kwa sababu bado hatuna deep fishing. Uvuvi wetu tunaofanya ni wa kawaida tu. Ukienda pale wavuvi wetu wanaojua mitumbi wanaokota samaki, lakini hatujawafuata samaki chini. Na sisi tuna water bodies za kutosha hapa, maziwa, mito. Tuwekeze kwenye teknolojia ili tukafanya deep fishing. Eneo la samaki ni eneo ambalo linaweza kutupa very big economic value. Na yenyewe tunaweza kuchochea uwekezaji kwenye maeneo haya ili tuweze kuvutia. Kuna utalii sitaji kuelezea sana, mnafahamu. Lakini kikubwa sana kwenye utalii, tunataka tufungue utalii mwingi kuzungumza hapa. Tutazungumzia wapi? Wapi? Si huko Serengeti, huko Kilimanjaro kaskazini. Tunataka tufungue kaskazini nyingine zisizopungua 5. Tayari imeshaanza kufunguka Mikumi. Lakini nataka tufungue kwa Ruaha. Ruaha is the best national park tulionayo katika Tanzania kuliko hata zile za Serengeti. Lakini kwa sababu hatujaifungua. Ukienda kule Bugiri, we want to open kaskazini zingine 5 katika utalii. Hii ni eneo ambalo linaweza kutupa fedha nyingi tu. Lakini utalii wa beach hatujatumia vizuri. Mwambao, sisi tuna beach nzuri mno, lakini bado hatujatumia vizuri. Tunadhani ni eneo ambalo tukishirikiana na sekta binafsi ya ndani na nje ya nchi tunaweza kukuza utalii. Ili ni eneo ambalo tumeliamaki kwamba lazima lifanyiwe kazi
na nafasi kubwa sana kukuza mapato ya taifa hili na kukuza uchumi wetu na kufungua ajira kwa vijana. La nne ni ujenzi wa majengo. Ujenzi wa majengo, iwe ni nyumba, iwe ni ofisi, iwe ni kumbi za mikutano. Ni fursa kubwa sana. Na kwenye ilani yetu tumeeleza kwamba tunaenda kuanza na miji yetu hapa kuanza kuihuisha na kuipanga upya. Mimi ni mbunge wa jimbo la Ubungo. Ukienda pale Manzese, Manzese ni eneo zuri, lakini makazi yake ni changamoto. Kwa hiyo pale tunahuisha, ili sekta binafsi inakuja, tunaunganisha na wenye nyumba zibomolewe, zijengwe magorofa. Mtu akijenga gorofa zake 5, 6, 10, halafu wewe uliokuwa na nyumba yako akakuachia floor moja ya makazi na kabiashara kako hapo, kuna ubaya? This is what other places they are doing. Kwa tunaunganisha watu wetu na wawekezaji. Mwenye hela zake anakuja anajenga gorofa zuri, halafu wewe mwenye nyumba yako ulikuwa na kachumba kako kamoja viwili, unapata ka floor, unapata sehemu ya kuishi wewe na watoto wako, lakini pia unapata kaeneo ka biashara kuingizia kipato. Na yeye anafanya biashara katika maeneo mengine. Tunadhani tukifanya hivi, na kwa Dar es Salaam tumeamua kuanzia Vingunguti, Buguruni na Manzese, hayo maeneo matatu nataka tuanze nayo. Tutayatangaza rasmi, wawekezaji waombe, watapewa mazingira mazuri. Tunatiseza pamoja na wizara yetu ya ardhi, ili mambo haya, ili miji yetu tuihuishe, lakini pia kuifanya miji hii na makazi hayo yawe ni makazi, lakini pia kukuza kipato cha wakazi wetu. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo tunadhani tukiliweka vizuri litakwenda vizuri sana. Madini, huduma za kifedha, misitu, nishati, ikiwepo mafuta na gesi. Hili ni eneo ambalo muhimu sana. Kwa mfano ile ya mafuta na gesi, nyinyi mnafahamu kwenye gesi kuna mradi unaitwa LNG, liquefied natural gas, ambao tunaenda kufanya kule Lindi. Ni mradi mkubwa wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 42. Ni mradi ambao uwekezaji wake ni nusu ya pato lote la Tanzania. Pato la Tanzania kwa sasa ni dola za Kimarekani bilioni 85. Huu mradi unaingiza dola bilioni 42. Kwa hiyo mradi mmoja unaona unabadilisha kabisa hali ya uchumi wa Tanzania. Ni mradi mkubwa na serikali ipo makini, na tupo katika hatua ambazo mradi unaenda kuanza. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tunaipa kipaumbele, lakini muhimu sana kwenye swala la ujenzi wa viwanda. Ndio maana safari kwenye ilani tumesisitiza mradi wetu wa Liganga la Chuma lazima uanze. Tuanze kufua chuma hapa, iwe ni source nzuri ya kujenga viwanda. Sasa katika kuchochea uwekezaji unaoleta tija zaidi na kutoa fursa kwa vijana, serikali inaenda kuchukua hatua mahususi 5 zifuatazo, kwa lengo hasa la kuchochea ajira kwa vijana wetu, na hususan vijana ambao wanamaliza vyuo vikuu na vyuo vya ufundi. Kuna changamoto duniani na hususan kwenye nchi za Afrika kwa kitu kinaitwa graduate unemployment, ukosefu wa ajira kwa vijana wanaomaliza vyuo vikuu. Hili ni eneo ambalo linaisumbua Afrika ikiwemo Tanzania, na hatuwezi kufunga vyuo. Lazima tuje na mikakati tofauti ya kuwasaidia vijana kupata kazi. Na kazi yenyewe mnafahamu, kwa zamani sisi tukisoma, unamaliza chuo kikuu unaajiriwa serikalini. Ilikuwa sio kazi ngumu hiyo, unamaliza unakuwa na kazi 2, 3. Sasa hivi hiyo hali haipo. Ajira serikalini zipo chache sana na haziwezi kuabsorb watu wetu wote wanaomaliza vyuo vikuu na vyuo vya ufundi. Njia pekee ni kupanua sekta binafsi, kama njia mliopo hapa wengi hapa, si wangapi hapa wametoka Daily News hapa na Habari Leo, wengine wote mnatoka kwenye private sector. This is what we need to go. We have to strengthen our private sector iweze kuabsorb. Kwa mikakati ambayo naenda kueleza hapa ni mikakati ya kuweza kufungua sekta binafsi, hususan kwa vijana wenyewe, wawe wawekezaji, wawe wafanya biashara, wajiajiri na waajiri wenzao. Kwa cha kwanza, mwaka huu kabla hujaisha, tunaanzisha kituo maalum cha kuhudumia na kuwezesha wawekezaji vijana. Kitaitwa Youth Investors Resource Center. Tutakifungua pale IPZA pale Mabibo. Lengo la kituo hiki kubwa, kwanza swala la maarifa. Ili uwe mwekezaji, uwe mfanya biashara, hatua ya kwanza ni maarifa.
upewe maarifa, ujuzi wa kuwekeza, wa kufanya biashara. Mitaji inapatikana wapi? Kupata mitaji unafanya nini? Unakopaje? Vitu gani vya kuzingatia? Kwa kitu hiki kitakuwa ni muhimu specifically kwa vijana wetu wanaomaliza vyuo vikuu, maliza vyuo vya ufundi na wengine, waende pale wafundishwe vizuri na wataalamu wetu wa serikali na wa sekta binafsi wenye uzoefu. Kwa tunaunganisha na watu ambao wamefanikiwa, wawafundishe mbinu mbalimbali za kufanya biashara, za kuwekeza, za kujiajiri, za kuajiri wenzao. So this is going to be the first step. Lakini ya pili, tunaanzisha program maalum ya kuwezesha wawekezaji vijana kubuni na kuanzisha uwekezaji wa viwanda nchini. Kwa hiyo kama nilivyosema, TISEZA tunayo maeneo ambayo tumetenga kwa ajili ya maeneo maalum ya kiuchumi, special economic zones, kwa lengo la kujenga viwanda, hasa viwanda ambavyo vinaenda kwa ajili ya kuchakata kuongeza thamani mazao mbalimbali, ikiwepo mazao ya kilimo, mifugo, uvuvi, misitu pamoja na madini. Ambacho tunafanya hapa, hii itakuwa program maalum ya kuwawezesha wawekezaji vijana wakabuni na waanzishe uwekezaji wao wapi? Viwandani. Kwa hatua ya kwanza, akishapata mafunzo pale kwenye kile kitu ambacho tumeelezea, ambacho pia hivi tutafungua kwa kila mkoa. Akishapata mafunzo, next step, fungueni kampuni. Watasaidiwa kufungua kampuni, wasajili BRELA. Baada ya hapo, kitakachofuata itakuwa sasa kukabidhiwa eneo ili waweze kuwekeza. Sasa eneo hili huwezi kumpa tu eneo kijana hapa pale shamba hili hapa. Lazima tuunganishe sasa na wenye mitaji. It can be financial institutions, kwa maana ya mabenki ama wawekezaji wa sekta binafsi. Sasa kwenye viwanda kuna vitu vinaitwa mitaa ya viwanda ama kongani za viwanda. Maana yake unakuta huo mtaa wa viwanda, maana yake kwamba ndani unakuwa na viwanda vingi, kama wale ambao wameshaenda kule Kwala, Sinotan Industrial Park. Pale kuna viwanda vingi. Kwa nataka sasa mwekezaji wa sekta binafsi yeye atawekeza kujenga hiyo mitaa. Ndani mle tunataka ile industrial sheds awakabidhi vijana. Kwa ndani unaweza kukuta labda kiwanda cha kuzalisha nguo, kiwanda cha kuzalisha sabuni, kiwanda cha kuzalisha mafuta na kadhalika. Tunataka mwekezaji mkubwa mwenye mihela yake mingi anaweza kajenga hilo mitaa la viwanda. Tunataka hivyo viwanda aweze kuwapangisha vijana. Kwa kazi ya serikali tutakayofanya sisi, tutaweka umeme, tutaweka maji, tutaweka barabara, ile miundombinu ya msingi. Then mwekezaji atajenga hizo sheds. Mwekezaji akijenga sheds, tunataka specifically hizi sheds awapangishe vijana ambao wamepata mafunzo, walitoka vyuo vikuu. Akiingia hapo kijana, wapo vijana 5, 10, 15 wanamiliki kiwanda chao. Kwa hivyo hapo wataajiriana wenyewe. Kama ni engineer wataajiri engineer, kama ni human resource hapa, kama ni mhasibu hapo. Kwa vijana wanakuwa wanamiliki viwanda vyao. Na haya tumeshazungumza na mabenki mbalimbali kama Tanzania Bank, TCB, CRDB na mengine ambao wapo tayari kushirikiana na sisi katika hili. Na sisi kama serikali, hatua ya kwanza tutatoa mafunzo, lakini hatua ya pili tumetenga maeneo. Kuna eneo zuri sana lipo kule Dodoma inaitwa Nala. Tumetenga ekari 100 kwa ajili hiyo. Pwani, eneo hot kabisa pale Kwala, tumetenga ekari 20. Mara Bunda tuna eneo zuri pale, tumetenga ekari 100. Ruvuma Songea tumetenga ekari 100, na Bagamoyo Pwani tumetenga ekari 20 kwa kuanzia. Haya maeneo tumeyatenga 1, 2, 3, 4, 5. Maeneo 5 kwa kuanzia, yenye jumla hizi ekari ambazo zimestaja hapa, nikipiga hesabu 120, 220, 320, 340. Ekari 340 zinatengwa kwa kuanzia specifically kwa ajili ya vijana, na nimesema hapa vijana wanaomaliza vyuo vikuu na vyuo vya ufundi. Watakuwa pata mafunzo, wataunganishwa na wawekezaji na mitaji, watakabidhiwa maeneo haya waanzishe viwanda kwenye hiyo mitaa ili waweze kuvisimamia. Kwa hiyo ni jambo ambalo kubwa, zito, na ndio maana tumetenga maeneo 5 tuko kuanzia, tuyafanyie tuone hatua ambayo tutapiga. Na hao vijana watapatikanaje? Wenzetu wa TISEZA watatangaza
So it's not like, tatangazwa wazi kwenye magazeti, vyombo vya habari, vigezo vitatolewa, wataomba. Kutakuwa na wazi kabisa, tufanyika interview, watachaguliwa vijana hawa hapa, then watapatiwa mafunzo, tutaunganisha na hizi taasisi waende pale wakafanya hiyo kazi. Tunadhani kwa kufanya hivi tuanze kubadilisha mtizamo kwamba ajira ni serikalini, lakini pia badala kusema tu wakaajiriwe, wanaweza wakatengeneza ajira wenyewe na wakatengeneza ajira kwa ajili ya wenzao, wakaweza kujiajiri. Hilo ni eneo la pili. La tatu, tutasogeza huduma za mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum kiuchumi kushuka kila mkoa kuelekea huko mbele. Nataka kila mkoa ufungue ofisi kama ambayo ipo hapa kwa kila mkoa. Kwa kama ni Singida, unakuwa na ofisi ya TISEZA pale, inatoa huduma kwa wawekezaji pale pale badala ya kufunga safari kuja Dodoma ama kuja Dar es Salaam. Hilo ni eneo ambalo tulishaagizwa na Mheshimiwa Rais, tunaenda kulisimamia kwa kushirikiana na wenzetu wa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. La nne, kwa kushirikiana na sekta binafsi kujenga miundombinu ya uwekezaji wa viwanda nchi nzima. Nimeshalieleza hili. Kwa hili ambapo tumeanzisha program fupi, tungetamani isambae nchi nzima. Tukifanikiwa hili, tunaona kwamba inaweza kuwa ukombozi huko mbele na utapunguza gharama za Watanzania kuweza kuwekeza. La mwisho, la tano, ni kubuni na kuanzisha vivutio vipya vya uwekezaji mara kwa mara. Ili sasa hawa waweze kufanikiwa, lazima itabidi kutengeneza vivutio vipya katika maeneo haya vya kikodi na visivyo vya kikodi, ili kuweza kuwarahisisha mazingira ya uwekezaji, ikiwemo kuweka miundombinu muhimu, kwa mfano maji, umeme, barabara, ili iweze kufikika na kuunganisha na masoko. Ndio maana tumechagua maeneo ambayo yapo karibu na reli, ili iwe rahisi kusafirisha bidhaa ambazo wanaziuza kwenda kwenye masoko mbalimbali. Na la mwisho katika eneo hili niseme kwamba katika kuendelea kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, serikali inakamilisha mapitio na maandalizi ya mkakati mpya wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini. Nyinyi mnafahamu kumekuwa na blueprint tangu mwaka 2018. Imeshakaa zaidi ya miaka 5. Kwa mwaka huu tumeshaipitia, tunaandaa mkakati mpya wa kuweza kuboresha mazingira ya biashara nchini. Na tumekuwa tukipimwa huko duniani, tunapimwa jinsi ambavyo mazingira kufanya biashara ni rahisi katika nchi yetu na nchi zingine. Na sisi katika kuhakikisha kwamba tunajiimarisha kwenye eneo hili, kupitia Tume ya Mipango, tunaenda kuanzisha sasa utaratibu wa kushindanisha mamlaka za serikali za mitaa, jinsi wanavyoweka mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji. Kwa hiyo tutazilangi kuanzia mwakani, mamlaka zote pamoja na mambo mengine zitakuwa na kigezo cha kupimwa jinsi wanavyoweka mazingira mazuri ya uwekezaji. Kwa hiyo kila mwaka tutatangaza mamlaka gani ilifanya vizuri na mamlaka gani ipo ya mwisho. Lengo ni kuona kwamba mamlaka za serikali za mitaa zinakuwa vituo vya kiuchumi badala ya kuwa vituo tu vya utawala. This is very important. Hapo muda umebaki dakika 20, ni nyingi sana hizo. Sasa hivi namaliza. Sasa mimi ni mwalimu, kwa hiyo namalizia eneo la mwisho. La mwisho kabla ya mwisho ni hili la mipango ya maendeleo ya taifa katika kipindi cha miaka 5 ijayo, kwa maana ya Tume ya Taifa ya Maendeleo inaendelea na maandalizi ya nyenzo za utekelezaji wa dira 2050. Tunaandaa na maandalizi ya nyenzo ya kwanza, kitu kinaitwa mpango wa maendeleo wa miaka 5, tunakamilisha, utazinduliwa kabla ya tarehe 1 Julai na utaenda bungeni. Lakini pia mpango wa maendeleo mwaka mmoja na mkakati wa ufuatiliaji na upimaji. Kwa upande wa mashirika ya umma nisema mambo manne tu. Upande wa mashirika ya umma, moja, tunaenda kuweka mfumo mpya na imara zaidi wa upimaji wa maendeleo ya mashirika ya umma kwa kuzingatia tija ya kiuchumi na utoaji huduma kwa wananchi. Kwa mashirika ya umma na kuwekewa M&E, vigezo vipya vya upimaji, kuhakikisha kwamba ni kwa kiwango gani wanachanga katika maendeleo ya uchumi na katika utoaji huduma kwa wananchi. Lakini la pili, kuweka masharti na vigezo kwa mashirika ya umma ya kibiashara kujisajili katika soko la hisa. Kwa kuna sheria mpya tunaiandaa, itazingatia mambo haya. Moja ni kwamba baadhi ya mashirika ya umma tutataka yasajiliwe kwenye soko la hisa, Dar es Salaam Stock Exchange, nadhani wengi mnalifahamu.
ni kwamba ili Watanzania wapate nafasi ya kununua hisa na kumiliki mashirika haya, lakini pia unaongeza uwazi katika uendeshaji wake. Kwa hili linakuja. La tatu ni kuweka masharti ya watendaji wakuu wa mashirika ya umma na wajumbe wa bodi za wakurugenzi kupatikana kwa njia ya ushindani, ili kuwa na uwazi zaidi juu ya ushiriki wa Watanzania wenye sifa katika kuendesha mashirika ya umma nchini. Kwa hivyo huko mbele, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7, sheria mpya ikipita hii, ni kwamba watendaji wa mashirika ya umma utakompiti. Kama ni Director General wa TANESCO, utaomba kwa vigezo ambavyo vipo, utaapply. Kama ni wajumbe wa bodi, ndugu yangu, unataka kuwa mjumbe wa bodi wa TISEZA, si wa TPA, si wa nini, utaomba. Utapitia mchakato wa ushindani, Watanzania wote wenye vigezo wataomba, utafanyika utaratibu wa kawaida, utachaguliwa kwa kile kinachoitwa competitive recruitment, kwa njia ya ushindani. Na la mwisho, itaanza kuanzisha chanzo mahususi cha fedha kwa ajili ya kupata mitaji ya uwekezaji wa umma. Kwa mashirika ya umma ya kwetu haya mengi yanaweza kufanya biashara kubwa, lakini hayana mitaji. Kwenda kuanzisha chanzo mahususi kwa ajili ya kupata fedha kwa ajili ya kupata mitaji. Nimalizie hitimisho, niseme tu kwa matarajio ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba ifikapo mwaka 2030 hatua kubwa zitakuwa zimepigwa na mafanikio makubwa kupatikana, ikiwemo kwa mfano miradi ya uwekezaji kuongezeka, fursa za ajira kupanuka na mitaji ya uwekezaji kukua zaidi. Matarajio yetu ni kuzalisha ajira angalau milioni 8 na kuvutia mtaji wenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 50 ifikapo mwaka 2030. Pili, kuimarika kwa usimamizi, ufuatiliaji na usimamizi wa miradi ya maendeleo kwa kuzingatia vigezo vya matokeo, kitu kinaitwa key performance indicators. Kwa kila wizara na kila taasisi ya umma itapewa viashiria vya kufikia na watapima kwa kuzingatia viashiria hivyo. Kwa hivyo tunakamilisha hiyo tunapoanza, kama sema, maandalizi ya utekelezaji wa dira 2050. Kila sekta, kila wizara itapewa specific key performance indicators, na mafanikio ya wizara na sekta itapimwa kwa kuzingatia viashiria hivyo. Na mwisho, mashirika ya umma kuwa na tija zaidi kwa kuzingatia mchango wao katika uchumi na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, kwa niaba ya wananchi, hayo ndio maeneo ambayo tunakwenda kuyasimamia sisi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji. Naomba niishie hapo, nitakuwa na furaha kujibu maswali yenu kama yatakuwepo. Asante na Mungu awabariki sana. Hata waandishi wa habari mnaweza kupiga makofi. Nyie mna gani? Waandishi wa habari unani bana? Asante. Haya bwana. Asante Mheshimiwa Waziri, na sasa ni fursa ya maswali. Kwa mwandishi wa habari ambaye ana swali, tafadhali nyosha mkono, jitambulishe jina, unatoka chombo gani, halafu ulize swali. Tunaomba muulize maswali mafupi, nenda moja kwa moja kwenye swali kwa sababu ya muda. Asante. Makrina. Mimi naitwa Makrina, natoka Crown Media. Swali langu la kwanza, Profesa, mmesema mtakaa na wawekezaji. Je, hao wawekezaji watakuwa na wawekezaji wakubwa ama wadogo? Kwa sababu kumekuwa na changamoto nyingi sana kwa wawekezaji wadogo, lakini wengi wanakuwa na malalamiko kwamba hata wakija kwenye hizo ofisi hawasikilizwi. Wakija mwekezaji mkubwa ama wakati, anapewa priority zaidi kuliko hawa wadogo. Sasa katika majukwaa yenu, je, mtatenga huo muda wa kukaa na wawekezaji wadogo? Jambo jingine, kuhusiana na hiyo issue ya vijana kuwawezesha. Kwenye issue ya mikopo kumekuwa kuna malalamiko kuanzia namna ya mchakato wenyewe, vijana wanavyopatikana. Sasa mnawahakikishia vipi wananchi kwamba hichi kinachoanzishwa itakuwa ni fursa kwa wote, hata yule ambaye hana connection yoyote anaweza akapata hiyo nafasi, kwa sababu issue ndio iko hapo. Kumekuwa na malalamiko mengi sana. Kingine, umezungumzia kuhusiana na KPI kwa taasisi za umma, mashirika pamoja na wizara, jambo ambalo limekuwa likilalamikiwa kwa muda mrefu. Kwa namna gani sasa? Okay.
je, hizo KPI zitawekwa wazi kwa wananchi? Kwa sababu vitu vingi wananchi wanalalamika, hata kama mkisema huwa haviweki wazi, ili mwisho wa siku na wenyewe waje waweze kupima. Hizo KPI kwa maana ya wakurugenzi wa mashirika zitawekwa wazi au na hizo wizara, kwamba labda kwa miaka mitatu, kwa mwaka huu tunataka wizara fulani ifanye 1, 2, 3. Je, jambo hilo litakuwa kwa uwazi? Asante sana. Maswali yako ya msingi sana. Asante. Tukusanye matatu labda. Habari. Jina langu ni Amani Mjege kutoka Jambo TV na maswali mawili. Swali la kwanza, tunaona kwamba kuna pressure ya kisiasa ambayo inaendelea hapa nchini. Sasa kuzingatia kwamba kuna hiyo pressure ya kisiasa, kama Wizara ya Mipango na Uwekezaji, na tunajua kwamba utulivu wa kisiasa ni moja ya vivutio vinavyowafanya wawekezaji waende nchi fulani. Kwa hali ambayo inaendelea sasa hivi nchini, hatuoni kwamba masuala ya uwekezaji na uwekezaji kwa ujumla unaweza kuathirika? Lakini swali la pili, tumeona jumuiya za kimataifa ambazo kiuhalisia ni wawekezaji wakubwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini, lakini wamekuja na matamko mbalimbali ambayo yanahusu utawala wa sheria na haki za binadamu, wakieleza kwamba kumekuwa na ukiukaji wa haki za binadamu. Sasa wameanza kuonesha wasiwasi wao juu ya hali hiyo. Hatuoni kwamba kwa yanayoendelea ni kama tunapiga hatua 10 mbele, lakini tunarudi nyuma hatua 100? Na wewe kama waziri ambaye unahusika na uwekezaji pamoja na mipango, una ujumbe gani kwa hizi jumuiya za kimataifa hasa katika eneo lako? Shukrani. Mheshimiwa Waziri, mimi ni Suleiman Msuya. Natoka gazeti la Raia Mwema. Swali langu la kwanza ni kuwa na malengo ya serikali kwamba sekta ya uwekezaji ichangie kama dola bilioni 15 kwa muda fulani. Labda hiyo hatua kabla hatujaanza haya mchaka mpya, tangia Rais Samia alivyoingia iko ndio mikakati yake anazungumzia, tumeenda nje na yeye nani alikuwa anazungumza hayo na ulikuwepo. Hili liko kwa kiwango gani? Swali la pili ni uwekezaji kwenye kilimo. Umezungumzia hapo alizeti. Lakini dunia inaamini katika mafuta ya mchikichi. Ni kweli kulikuwa kuna hamasa kule Kigoma. Hili inaonekana hujalizungumzia kwa kina. Nini mkakati katika eneo hili, hasa mazao ya mchikichi ambayo mafuta yake ni bora na ni salama kwa afya ya binadamu? Lakini swali la tatu ni swala la uwekezaji. Kuna watu wanakuja kuwekeza, lakini wa ndani na wa nje wanapata changamoto sana kwenye taasisi ambazo zinasimamia. Nikitolea mfano, taasisi moja kampuni moja inaitwa Wellworth, inahusiana na masuala ya mahoteli. Hii kampuni Wellworth inahusiana na masuala ya mahoteli ya kitalii. Imekutana na changamoto ya kushindwa kwa taasisi ya serikali kusimamia majukumu yake kwa mujibu wa sheria, baada yenyewe alikuwa anafanya kazi ya ujenzi wa miradi kukiuka sheria. Hivyo hili na kuomba kama hutaweza, kuna wajibu unaweza kulifanyia kazi, kwa maana wapo na wako hapa posta, ofisi zao ziko hapa mjini, wanatabika sana kwa sababu ya mwekezaji anakomishwa na mtu ambaye alipewa kazi ya utenda, lakini ameenda kwenye kama mamlaka ya serikali inaitwa TIRA, hakuna ufanisi wa kutatua tatizo lao. Swali dogo la mwisho ni EPZ. Umekuwepo na hii kitu tangia miaka ya nyuma, zaidi ya miaka 10 na performance ya uwekezaji kupitia EPZ kwa mikoa yote ikoje kwa sasa? Sawa mheshimiwa. Nashukuru sana kwa maswali hayo. Taanza na swali la Makrina wa Crown. Kwenye huu mkutano, na ndio tumeanzisha kwa sababu hiyo, kwa kweli, kwa sababu tunao mkutano unaitwa TNBC, Tanzania National Business Council, ambayo Mheshimiwa Rais anakuwa mwenyekiti. Kutokana na ukubwa wake na uzito wake, wahudhuriaji wengi wanakuwa ni wafanyabiashara na wawekezaji wakubwa. Sasa huwa mawaziri ambao tunafanya kila baada ya miezi mitatu utakava wawekezaji wote wakubwa na wadogo, na inawezekana tukaamua kabisa kwamba kwenye kota hii
tunaweza tukaita tu wawekezaji wa kati na wadogo. Tena tukasema tu huu mkutano utakuwa ni kwa ajili ya wawekezaji wa ndani tu. Kwa nadhani hili tutaliaddress kwa mtindo huo ili tuweze kuwasikiza watu wetu wa karibu zaidi, tuweze kusikiza concern zao. Kwa nadhani ni maoni mazuri sana, ni kuhakikishie kwamba tutazingatia kwamba inawezekana katika kukutana mara 4 kwa mwaka tunaweza tukaamua mara 1 au mara 2 wawekezaji wa ndani tu, na kwa kiwango fulani wale ambao ni wadogo na wakati. Kwa mfano wa vijana umeelezea kuhusu wasiwasi, sije sasa tukapeana kishikaji. Ndio nimeeleza tutaweka mfumo ulio wazi, transparent, inatangazwa, kila mtu anajua vigezo ni hivi, unaomba panel ni hii. Tutaweka kila hatua wazi, kama ambavyo nimetangaza maeneo ya wazi kabisa. Vijana mchakato wa kuomba tutaweka wazi, waliopata wataweka wazi, na wao waliokosa utaeleza kwa nini umekosa. Tutajitahidi kuweka mfumo ulio wazi ili kwamba hata ukikosa, Kitila kakosa, Juma kapata, Kitila ajue kwa nini amekosa na Juma kapata, ili ajue kwamba kwa kweli mwenzangu alinizidi hiki. Kwa hiyo hili ni kuhakikisha kwamba tutaliweka wazi sana, ili haya mambo ya connection yasiwepo, kwa sababu sio mambo mazuri. KPIs zitawekwa wazi, zitawekwa wazi kabisa kwa wananchi na bungeni, kwa sababu hii inapeleka mpango bungeni, na tutaangalia uwezekano wa kumomba Mheshimiwa Waziri Mkuu au hata kiongozi wetu mojawapo mkubwa ziweze kusainiwa mbele ya umma, kwamba mbele ya Waziri Mkuu wanasaini waziri na tume ya mipango juu ya vigezo hivi vya kupimana katika miaka. Na baada ya nyinyi waandishi wa habari, baada ya mwaka mmoja mnaangalia mwenzetu umefikia wapi. Kama uliahidi kuongeza kitu fulani kutoka 5 mpaka 10, tukupime statistically. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba tuliweka wazi, na pengine tutamwomba Mheshimiwa Waziri Mkuu aweze kukubali watu wasaini mbele yake, kwa sababu ndio msimamizi mkuu wa shughuli za serikali. Swali la pili, ndugu yangu Amani kutoka Jambo TV, pressure za kisiasa, jumuiya ya kimataifa. Ukifuatilia duniani hapa, kila nchi ina kipindi chake cha majaribu, what we call testing times. Na sisi hii iliyotokea is one of our testing times. We shall overcome. This is not a permanent situation kwamba basi itakuwa hivyo. Hapana, tuta overcome, tuta address hizo concern ambazo wenzetu wamezieleza jumuiya ya kimataifa, na tayari tunazi address. Tunakutana nao, tunazungumza nao, tutawapa upande wetu, tutaelewana na mambo yataendelea. Kwa hiyo this was a testing time, we shall overcome. Kila nchi ina kipindi chake kigumu, kila nchi ina kipindi chake cha majaribu, na sisi katika miaka yetu 60 ilikuwa ni moja ya vipindi vigumu vya majaribu, lakini haimaanishi kwamba basi tutakuwa katika hali hiyo milele. Hapana, tutapita. Ni kama wewe tu, mwili wa binadamu unaishi vizuri, lakini kuna siku unaugua. Haimaanishi basi ukiugua ufa, unatibiwa, unasonga mbele. Kwa hiyo sisi ili tutalitibu, tutaweza kushinda jaribu hili, tutarudi, tutaendelea kuwa nchi moja, bigger, more united, more democratic, yenye maelewano. Lengo ni kuona kwamba tunaweka mazingira ili kila mwananchi wa nchi hii ajihisi na ajikubali kwamba yeye ni Mtanzania, na kwamba ajione na yeye anafaidika na fursa na haki zote katika jamii. Hilo ndio jambo kubwa la msingi ambalo tutakwenda nalo. Kwa hivyo hayo matamko tunayo, lakini tutaweza kuyashinda na kusonga mbele kama nchi. Swala la 3, ndugu yangu Msio kutoka Raia Mwema, lengo la bilioni 15. Where are we? Kama nimeeleza hapa, mwaka 2021 tulikuwa na 3.7 billion. Mwaka jana tumefika 9.3 billion. Tumeweza kuvutia 9.3 billion. Kutoka 3.7 mpaka 9. Utaona tumekuwa karibu mara 3. Na ndio maana imenipa kiburi mwaka huu kuwapa lengo la bilioni 15. Wanaweza. Kwa hiyo tumewapa wenzetu TISEZA wapambane wafikishe dola bilioni 15. Kwa sababu tumejipa lengo kubwa sana ifikapo mwaka 2050 Tanzania iwe na uchumi wenye thamani ya dola za Kimarekani trilioni 1. It means lazima tukimbie. Hatuwezi kutembea. Lazima tukimbie. Kwa hiyo sisi tumeshawapa hilo, nani watapambana nalo. Michikiti nimetoa tu alizeti kama mfano, lakini michikiti ni mafuta ya mawese hapa, ni maarufu na ni muhimu, ndio tunapikana kwenye chipsi. Kwa ile mradi wa kuendelea kuwekeza kwenye michikiti unaendelea, lakini alizeti nimemention kwa sababu ni rahisi kuliko michikiti. Kwa sababu alizeti mwaka mmoja unavuna. Kwa hilo tunalo pia. Uwekezaji usumbufu Wellworth, ili itabidi unipe taarifa tulifuatilie tulifanyie kazi. Performance ya EPZA tunayo.
Kwa mfano katika kipindi cha Julai mpaka Novemba mwaka huu ipo miradi 8 yenye thamani za dola za Kimarekani milioni 97, na tumeweza kuuza nje katika kipindi hiki tu dola za Kimarekani milioni 127.5. Kwa hiyo imekuwa ikifanya vizuri, lakini tunaamini kwamba tulivyowaunganisha na wenzao wa TIC, they have a chance of doing better and bigger. Nashukuru sana. Kwa hiyo tupate awamu labda ya mwisho, sababu sijui muda wenu. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa fursa hii. Mimi kwa jina naitwa Ali Mayala, ni mwandishi wa habari wa Daily News. Swali langu la kwanza nalielekeza moja kwa moja kwenye upande wa target, kwa maana ya ease of doing business and investment. Kwa sasa hivi kwa Africa ranking Tanzania tuko kwenye nafasi gani, lakini pia na global ranking, na tuna matarajio gani the next 5 years to come? Lakini pia kwenye upande wa technology tumezungumzia uanzishaji wa Youth Investment Resource Center. Je, serikali ina mpango gani sasa kuhakikisha kwamba kupitia Wizara ya Mipango na Uwekezaji inafanya partnership na global tech company, kwa mfano Microsoft, lakini pia Google na kampuni zingine, kuhakikisha kwamba vijana wa Tanzania pia wanapata maarifa na kuyaleta nchini, ili kuhakikisha kwamba na sisi tuna champion digital transformation kwa Afrika na duniani kwa ujumla. Swali langu la tatu ni kwenye upande wa mitaji ya uwekezaji. Tumesema kwamba target ni kuhakikisha kwamba tunafikia mitaji bilioni 50 US dollar. Swali langu la msingi ni kwamba je, hii itakuwa ni year, kwa maana kwa mwaka, au ni itakuwa kwa maana framework itakuwa mpaka lini? Asante sana. Asante sana. Naitwa Martin Joseph na natokea Radio Maria. Swali langu kwa Mheshimiwa Waziri ni kwamba umesema Mheshimiwa Waziri kuhusiana na kwamba watakaomaliza chuo ndio ambao watakuwa wakishughulikiwa na TISEZA. Vipi kuhusiana na hawa ambao tayari wamekwisha kumaliza vyuo, ambao wanatoka vyuo vikuu pamoja na VETA? Lakini pia juzi niliona habari ikiwaonyesha wanafunzi ambao walikuwa wamemaliza VETA wakiwa wanahitaji mikopo kwa ajili ya kujiendeleza. Moja ya suggestion ambazo nilikuwa ninaziona na ambazo nafikiri wanaweza wakazifanya TISEZA ni pamoja na hawa wanafunzi data zao zipo vyuoni. Kwa nini wasingekuwa wanachukua zile data kabla hawajamaliza vyuo? Wangekuwa wanawaingiza kwenye ile mikopo ya halmashauri ambayo inatolewa halmashauri moja kwa moja, wakapewa wao kama vile ambavyo wanafunzi wa vyuo vikuu wanavyopewa boom, na baadaye wakaingizwa kwenye system na hatimaye wakarejesha hiyo fedha serikalini na kuendelea na maisha yao. Asante. Asante Mheshimiwa Waziri, naona maswali yamekwisha, labda tuyajibu haya. Nashukuru sana Omar Mayala. Daily News Ease of Doing Business kwanza ilisitishwa mwaka 2021. Wakati inasitishwa tulikuwa wa 141 katika ile ranking, lakini World Bank wameanzisha program mpya inaitwa Red Business. Ni kama inapima ile imeanza kuanzia mwaka jana, kwa hiyo tunatarajia tuanze kupata ripoti kuanzia mwaka huu. Kwa hiyo tutajua tuko wapi. Teknolojia ni ushauri mzuri, tutazingatia kwamba hiki kituo tutalink na wadau mbalimbali wakiwepo hao. Yote ambayo itakuwa available tutalink nao, kwa sababu serikali inaanzisha, lakini sio lazima ifanye yenyewe. Tutalink na watu wetu wa sekta binafsi wa ndani na nje ya nchi ili kuweza kusonga mbele. Mitaji hii 50 bilioni ni kama minimum in the next 5 years, isipungue kutoka kwenye uwekezaji kupitia TISEZA peke yake, isipungue. Kwa hiyo manake wastani kwa mwaka isipungue dola za Marekani bilioni 10. Kwa mwaka huu akifanya kwa mfano 15, wakiendelea hivyo it will be more. Manake we can be talking about 75 billion. Kwa hiyo nimewapa this as a minimum threshold. Maritini vipi wale kusha kumaliza? Nimesema hapa tuna address graduate unemployment. Kwa wote, hata wale ambao walishamaliza, sio lazima wamaliza leo. Ni wote. Yote ambaye kijana amemaliza chuo kikuu, vyuo vya ufundi, ikiwemo VETA, kwenye hii program inamhusu wote kabisa bila kujali amemaliza lini. Hiyo hatutaweza kubagua. Wanafunzi hizo database ni sawa, ni wazo zuri tu. Nadhani TISEZA anaweza kushauriwa, ni ushauri mzuri. Naweza tukawapa wetu wa TISEZA waweze kuzingatia.
Baada ya maswali hayo, nichukue nafasi hii kuwashukuru tena kwa kunisikiliza na kwa maswali mliouliza, kwa sababu sisi ambao ni walimu, watu wakiuliza maswali maana yake walikufuatilia. Kwa nawashukuru sana kwa maswali yenu, lakini hiyo ndiyo mipango ambayo tunayo. Muhimu ni kuhakikisha muhimu ni kwamba serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inayo mipango, nia na uwezo wa kuweza kushughulikia kwa dhati kabisa changamoto, hususan changamoto za vijana ambazo zinahusiana na ajira, kupitia kukuza sekta binafsi na kukuza sekta ya viwanda. Na kazi yangu na waheshimiwa mawaziri wengine ni kusimamia maono haya, Mheshimiwa Rais, ili maono haya yageuke kwa vitendo. Nawashukuru sana, Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Waziri Kitila Mkumbo, Profesa, kwa taarifa hiyo nzuri kwa waandishi wa habari. Ninaamini kupitia vyombo vya habari Watanzania wote hususan vijana watakuwa wamekufuatilia na wameona fursa ambazo zinakuja katika